Haleluya, wapendwa watazamaji wa kipindi chetu hichi. Bado tunaendelea na semina yetu hii ya mwisho wa dunia na mjumbe wa agano duniani. Na bado tupo katika hii taa yetu ya tatu, maarifa. Lakini pia bado tunaangalia wito wa mtu mmoja aliyekusudiwa kupeperusha bendera ya habari njema ya ufalme wa Mungu hapa duniani. Lakini pia tumetulia kwa muda kidogo, kwa sababu tumeona kwamba kuna watu wanachezea sana ujumbe huu. Niwaangalize kitu kimoja, kwamba mtakapoenda kuona kwamba mtu ghafla tu amefungwa kinywa chake, haneni, amezibwa masikio yake asikii, amepigwa upofu namna hii, alikuwa mzima akawa namna hiyo, ujue huyo alikuwa anacheza na habari hii njema ya ufalme wa Mungu. Alikuwa anamchezea Mungu ili habari hii isiweze kufika kwa watu ambao Mungu amewakusudia. Na bado tunaendelea na maarifa, na tunaingia kipengele cha pili, ishara na maajabu ya mjumbe wa agano aliyetokewa. Agano la pili hilo, na ishara zake na maajabu yake. Kitabu cha Mwanzo pale, Mwanzo mlango wa 9. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 9 pale mstari wa 11 mpaka mstari wa 13, Roho wa Mungu anasema hivi. Mstari wa 11, na agano langu nitalidhibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala hakutakuwa tena gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Mungu akasema, hii ndiyo ishara ya agano nifanyalo kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi kwa vizazi vyote hata milele. Mimi nauweka upinde wangu wa winguni, nao utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Hili ni agano Mungu aliagana Mungu aliagana na Nuhu. Lakini pia agano hili lilikuja kuthibitishwa na mjumbe wa agano kwa wakati huu ambao umekusudiwa na Mungu. Akadhibitishiwa agano hilo katika kitabu cha Ufunuo. Tena pale Ufunuo wa Yohana, tutaangalia pale Ufunuo wa Yohana mlango wa 10 mstari wa 1 mpaka wa 7. Ufunuo wa Yohana mlango wa 10 mstari wa 1 mpaka wa 7. Tunaweza kuona hapo jinsi ambavyo Mungu alizungumza na huyu Yohana. Ufunuo wa Yohana mlango wa 10, Roho wa Mungu anasema hivi. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto, na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo, ambacho ndo hichi unafunguliwa leo, kimefununguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari, nao wa kushoto juu ya nchi, naye akalia kwa sauti kuu kama simba aungurumavyo. Na alipolia, zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, nalikuwa tayari kuandika. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiandike. Na yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba
hapata kuwa na wakati baada ya haya isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Kama jinsi tulivyoona kwamba ujumbe ulifungwa, na hapa malaika anaelekezwa. Kulikuwa na ngurumo saba, na hizo ngurumo saba tumesema kwamba ni roho saba za Mungu ambazo zimetumwa katika dunia hii. Tutaenda kuziona hapo tutakapokuwa tumemaliza somo hili la taa saba, unaweza kuona. Lakini ngurumo hii, zipo ngurumo saba ambazo zilizungumza, na hayo maneno utaenda kuyasikia pale tutakapokuwa tunaendelea na semina yetu. Lakini si hilo tu, malaika huyo anaonyeshwa kwamba atakapokuja sasa, huyo malaika wa saba atakuja kupiga baragumu. Hapo ndipo siri yote ya Mungu itafunuliwa, kama jinsi alivyowahubiri watumishi wake hao mitume na manabii, unaweza kuona. Kwa hiyo leo tuko katika ngurumo hiyo ya saba, katika hiyo siku ya saba, na mjumbe wa agano ndiye aliyepewa agano hili wakati anatoka pale kwenye kijiji kimoja cha Gumanga. Ukipata kitabu cha toleo la 4 unaweza kuona ufafanuzi zaidi wa habari hizi, lakini leo tunaangalia ambavyo kidogo kudokezea ili kuweza kupata picha kwamba mjumbe alivyokuwa ametoka katika kijiji cha Gumanga kuelekea katika kijiji chake, ghafla pale porini aliona wingu zito limetanda juu yake, alafu pia upinde wa mvua ukawa huko juu yake, na mvua ilianza kunyesha kuanzia katika kile kijiji, akapita vijiji kama vitatu namna hii mpaka kijiji cha 4 cha kwake huko, na mvua ikakatika. Lakini mjumbe alikuwa anatembea na baskeli yake kutoka katika kile kijiji, hakuweza kuloana. Mvua inanyesha mbele na nyuma, kushoto kulia, anaendesha baskeli lakini hakuweza kuloana. Nakutana na watu wameloana namna hiyo. Ilikuwa ni tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2000 kamili. Mjumbe alionyesha maajabu kama hayo kwamba hakuweza kuloa. Upinde wa mvua ulivyoonekana, wingu zito likafunga, alafu mjumbe wa agano akiwa anaendesha baskeli akafika katika kile kijiji chao, na mvua ndo ikakatika, unaweza kuona. Kwa hiyo huyu ndo mjumbe aliyekusudiwa kutimiza maagano yote kama jinsi tulivyosema, na hajawahi kuonekana mtu wa jinsi hiyo kwamba mvua inanyesha na kutimiza agano hili mpaka asiweze kughalikishwa na yale maji, unaweza kuona. Kwa hiyo Mungu huwa anadhibitisha agano la Mungu na wanadamu, kama jinsi tulivyoona katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 10 kwamba huyu ndio aliyepewa sasa kufunua siri yote ya manabii, kama jinsi Mungu alivyozungumza na mitume wake na manabii wake, unaweza kuona. Lakini si hilo tu, katika kitabu cha Mwanzo 49 tunaweza kuona tena pale agano aliloagana juu ya jambo hili. Kitabu cha Mwanzo 49 tutaangalia pale kwenye huo mstari, Mwanzo 49, kitabu cha Mwanzo 49, taona jinsi ambavyo ameagana namna hiyo. Mstari 49 mstari wa 24 anasema hivi: lakini upinde wake ukakaa imara, mikono yake ikapata nguvu kwa mikono ya Mwenyezi Mungu wa Yakobo, kwa jina la mchungaji, yeye jiwe la Israeli. Yesu Kristo ndio jiwe la Israeli. Lakini pale mjumbe wa agano alivyokuwa amefika katika kile kijiji, tayari akawa ameenda kupewa sumu na mama moja wa Kiarabu. Alikuwa jirani yake, anaitwa Mama Selemani. Basi mjumbe akajua kabisa kwamba tayari amekwisha kumalizika, akawa anasema akafie porini, kwa sababu alikuwa ni maarufu sana katika kile kijiji. Basi alivyotoka namna hii
mida ya saa 12 kwenda saa 11, saa 11 kwenda saa 12 kwenda saa 1, tayari akaenda akakutana na nyota ya asubuhi. Nyota ya asubuhi tutaona kesho pale tutakapoangalia pale kwenye ile ishara ya 3. Akakutana na nyota ya asubuhi, akawa ameokolewa namna hii, na Mungu, akasaidiwa na Mungu, kama anavyosema hapa katika huu mstari wa 28 ya kwamba mikono yake ikapata nguvu kwa mikono ya Mwenyezi wa Yakobo, kwa jina la mchungaji, yeye jiwe la Israeli. Yeye ndiye aliyeniokoa mimi, sio mwanadamu, lakini yeye ndiye aliyeniokoa. Tutaona kesho tutakapokuwa tunaendelea na somo letu. Ndo sasa akapewa ile jiwe la mana ya mbinguni katika Ufunuo Yohana 2 mstari wa 17. Kwa hiyo tukiendelea na semina hii, tayari utaenda kujua ishara na maajabu 4 ambazo zilikuwa zimekusudiwa kwa ajili ya kutimiza ujumbe kwamba huyu ndiye aliyeitwa na Mungu kutimiza, kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu hapa duniani. Lakini niwaonye tu ya kwamba wale wanaochezea ujumbe huu na kufunga watu wasikometi na kufunga watu wasiweze kuangalia na kusikiliza ujumbe huu, muwe makini sana. Lakini pale mtakapokuwa mnajikuta mmepigwa upofu, hamuoni, mmefungwa vinywa vyenu hamzungumzi, na mmetiwa uzito masikio yenu hayasikii, mjue kabisa kwamba mnacheza na Mungu, sababu Mungu ndiye aliyeumba vitu vyote, na yeye ndiye anayeweka nyakati na majira yaliyoamuriwa ili watu waweze kusikia ujumbe kulingana na nyakati na majira zilizokusudiwa. Lakini wewe unachezea habari hii njema kwa sababu unaona kwamba labda hatuelewi wala hatujui jinsi ya kuweza kupenya na kuingia katika mitandao. Mungu akusamee kwa wakati huu unaposikia ujumbe huu, kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.